Mama amesimama nje na mtoto wake, akanipungia mkono na gari langu, nisaidie, mtoto wangu yuauma sana, nisaidie kumpeleka hospitali. Asema hata nilipandisha vioni kaenda zangu. Lakini jioni narudi, yule mama yuko nje anambia, naomba unisaidie kumzika mwanangu. Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo inatuzungumzia alama za mtu kupata saada. Saada ni ile itakaokufurahisha hapa duniani kwa muda mfupi utakaoishi, na ile furaha utakaodumu nayo pindi unaporudi kwa Allah tabaraka wa taala. Dunia, wengi katika dunia hii watu wanaikimbilia furaha, lakini hawaikimbilii saada. Tukizungumzia furaha ni ile ya muda ambao kawaida utafurahi leo, utahuzunika kesho. Na mwanadamu kwa umbile lake aliloumba hawezi kufurahia siku zote. Mwanadamu maisha yake, laqad khalaqna al-insana fi kabad ya ayuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Mwanadamu katika ulimwengu ana maisha ya kupambana, kwa hivyo hawezi kuwa na furaha kila siku, bali hata umbile lake halikubali furaha ya kila siku, wala hawezi kuikamilisha furaha ila pale atakapoitafuta saada, ile furaha itakaomridhisha Allah tabaraka wa taala. Wanasema mwanadamu ana vipindi vitatu vya maisha vya umri. Anakuwa kijana mdogo, anapokuwa mtoto mdogo ana nguvu na furaha, au inaletwa na vitu vitatu: nguvu, lakini pia mali, kuwa na uwezo, lakini pia kuwa na siha, afya njema. Hizi huleta furaha. Lakini je, hivi vitu vitatu vinabaki wakati wote kwa mwanadamu? Zinakuja kwa pamoja zikakamilika? La. Unapokuwa mdogo unakuwa labda na afya mzuri, lakini pia una time. Vitu vitatu hivi, afya na wakati na mali. Unakuwa mdogo, unakuwa na wakati wa kufanya unachokitaka kwa sababu bado hujakuwa na majukumu, lakini pia una afya, nguvu yako iko sawa, waweza kuruka hata ghorofa moja na ukajisikia hujaumia, uko sawa. Lakini huna mali, ukitaka hata pipi kununua peremende lazima umwombe, baba nisaidie, nataka kununua hiki, baba nataka kwenda pale. Kwa hivyo saada kwa mtoto haikamiliki. Ana afya, ana time, hana mali. Utakuja wakati utakuwa kijana chipukizi, umeanza maisha sasa ya kujitafutia, una mali, unafanya kazi au umeajiriwa, lakini pia una nguvu, afya mzuri, lakini wakati huo utakuwa huna time. Mtaani wa kuuliza, mbona hatukuoni? Niko busy sana bwana. Wenda mbio, ukilala umechoka, huna time. Lakini utakuja kuzeeka, alhamdulillah, umekusanya mali zako mzuri, ni kutumia tu. Lakini pia una wakati, huna tena shughuli ya kufanya, unayo time mzuri, lakini afya imedorora, huna nguvu tena. Kwa hivyo pia utakuta furaha haikamiliki. Ulipokuwa mtoto ulikosa mali, furaha haikukamilika. Ulipokuwa kijana wa kutafuta ulikosa time, furaha haijakamilika. Umezeeka, umekosa afya, siha, nguvu, furaha haijakamilika. Furaha yako kukamilika ni pale utakapokuwa karibu na Allah na Mola wako peke yake, pale utakapomweka ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Utakapomweka Allah katika kifua chako, kila unachokifanya ni kwa ajili ya kumridhisha Allah,
basi Allah tabarak wa taala na yeye atakuridhisha katika maisha yako. Na ndio utakuta manabii juhudi yao kubwa. Musa alayhi salam amwambia Mola wake, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, na nimefanya haraka kwako ya Allah. Kwa nini haraka hizi? Lengo ili uridhike, kwa sababu Allah akiridhika na Allah subhanahu wa ta'ala atakuridhisha. Hakuna anayeshukuru anayefanyiwa katika mabwana wote ulimwenguni, katika matajiri wote, hakuna tajiri anayeshukuru kwa matendo madogo kama Allah tabaraka wa taala. Allah muumba wako amekuleta ulimwenguni na neema zote akakupatia, lakini tendo lako dogo malipo yake anayokulipa ni makubwa, kwa sababu huwa al-Ghaniyul Hamid. Yeye Allah tabarak wa taala ndiye tajiri, lakini vile vile ndiye mwenye kushukuru kwa kile kichache unachokifanya. Kwake yeye Allah unayapata malipo yaliyo makubwa. Sasa katika mambo yatakayokuletea saada, upate furaha ya kudumu, ni mambo gani? La kwanza, taisiru taati alayhi, ni pale utakapo Allah kukufanyia wepesi ukawa mtiifu kwake. Kila unapokuwa mtiifu kwa Allah ni dalili wewe umeipata saada, kwa sababu taa za Allah ni neema kwa kiumbe. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akiwahimiza watu wakati joto limewazidi au akipatikana na jambo zito lenye kumbabaisha, akimwamrisha Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna bisala ya Bilal. Wakati amepatwa na dhiki, anaona hakuna lengine lenye kumpa furaha na kuiondosha dhiki ile isipokuwa taa ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na ndiyo tukafundishwa ni katika dua muhimu kila tunapomaliza kusali, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hii ni dua muhimu katika maisha yako, kwa sababu kiasi utakavyokuwa mtiifu kwa Allah, wewe ulimwengu huu kwako utaukuta uko salama. Ulimwengu huu utakuta kwako ni mwepesi, kwa sababu ukimridhisha Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, atakuridhisha Allah tabaraka wa taala. La pili katika mambo ambayo yanakupa saada, furaha ya kudumu, muwafaqatu sunnati fi af'alihi, ni pale mja anapoafikiwa kuifanya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa karibu na zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamassuk bin nawafil, ikawa yale mambo ya ziada katika ibada ya nyongeza yasokuwa ya faradhi, akawa tayari baada ya kuswali swala ya faradhi, yeye halifikirii zaidi, afikiria kwanza asikose sunna ya kabla ya ile faradhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuambia mwenye kuswali sunna nawafili hizi 12, raka 12 hizi, basi mtu huyu ajengewa nyumba janna. Akakubali kwamba kabla ya kuswali faradhi kuna swala kablia, salatul fajri, akatanguliza na raka 2 rakatul fajri hizi, tayari yeye ajenga nyumba yake peponi. Dhuhuri akatanguliza raka 4, akaswali 2 na 2 tena, tayari yuatengeneza ajenga nyumba yake peponi. Huyu vile vile magharibi akaswali raka 2 na baada ya raka 2 hizi utakuta ni sababu za kumjengea nyumba yake peponi. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazionyesha kwamba kule wewe kuzifanya ibada hizi ni sababu ya kuweza kuipata saada katika dunia hii, wewe kuwa katika watu ambao wataweza kufaidika
na kuyapata yale yanayompendeza Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile atakuwa tayari mtu huyu ameingia kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Jambo la sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo moja linakupa saada, kwa sababu umejiingiza kwenye mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Pale Allah tabaraka wa taala aliposema katika hadithi al-Qudsi, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, atakapoendelea mtu kujikaribisha kwa Allah kwa kuzifanya sunna, basi ni dalili atakapofanya hivyo kiasi atakavyopenda kuzifanya zile sunna, Allah tabaraka wa taala atamweka kwenye mapenzi yake. Na waumini, kupenda ni jambo zuri, lakini kupendwa ni zuri zaidi. Na waweza ukapenda usipendwe, lakini kubwa zaidi ni pale utakapopendwa. Unapoambiwa na Allah tabarak wa taala kwa kufanya jambo hili atakupenda, basi usirudi nyuma, kwa sababu watafuta mapenzi ya nani baada ya mapenzi ya Allah tabarak wa taala? Madha faqada man wajada Allah, yule aliyempata Allah amekosa nini katika ulimwengu huu? Wa madha wajada man faqada Allah, na yule aliyemkosa Allah amepata nini katika ulimwengu kama huu? Kwa hivyo kule wewe kuipata saada, njia moja ni kuwa karibu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo ambalo wengi akwambia sunna tu, si ni sunna tu, lakini vipi utasema na sunna ndio sababu ya kupendwa na Allah? Allah asema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wanavyoni salafu saleh wameita aya hii ayatul mahabba, aya ya mtihani, aya ya mapenzi katika Qur'ani. Ndiyo aya hii. Watu wengi hudai twampenda mtume, lakini je, kumpenda kwako wampenda vipi? Mapenzi yako kwa mtume bittibai wal iktida, ni kule utakapokuwa ni mfuasi wake, kila alichokifanya ndicho unachokifanya wewe, unamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio utakuwa mpenzi wa mtume Muhammad na mpenzi wa Allah tabarak wa taala. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, waambie ikiwa mnampenda Allah basi nifuateni mimi, Allah atawapendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na vile vile ni sababu ya kuwasamehe madhambi yenu. Ni katika jambo la saada pale utakapojiona wewe uko karibu sana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uko karibu sana na kila ambacho salafu saleh wema waliotangulia walifikia, kila alichopitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine katika safari wakikumbuka hapa Mtume alisimama akaenda kukidhi haja, wakishuka na wao pale ili asikose kwamba amemuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo ambalo leo limekuwa ni jambo hasa kwa vijana wetu, wako tayari kuiga watu tofauti tofauti, lakini wanasahau kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mko nacho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kiigizo chema. Lugha ya Kiarabu wanasema neno uswa ni juu ya qudwa, kwa sababu qudwa inaweza kuwa ni qudwa hasana, inaweza kuwa ni qudwa sayyi'a, lakini Rasulullah ameitwa uswa kwamba ni uswatun hasana, hakuna sayyi'a kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jitahidi katika maisha yako, ukitaka saadatu darain, uwe karibu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hili litakupa wewe kuwa katika saada ya ulimwengu huu na saada vile vile utakaporudi kwa Allah tabaraka wa taala.
ni katika mambo ambayo yanatupa saada katika ulimwengu wetu huu, sisi tutakapoishi na tabia njema. Ukaishi katika ulimwengu, wewe tabia njema ndiyo mbinu ya maisha yako. Husnu akhlaqihi mal ikhwan, pale mtu atakapokuwa anaishi na ndugu zake kwa tabia njema. Huu ulimwengu Allah tabaraka taala kazifanya ibada ni aina mbili. Kuna ibada ya kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala direct, na ibada hii ndiyo inakuelekea neno hili la takwa. Lakini kuna na ibada ya husnul khuluq, tabia yako kuwa njema ni sehemu, kama vile ibada ya swala itakutengenezea ndani yako, na ibada ya tabia njema itakutengenezea nje yako. Kwa sababu ukiwa na tabia njema, kila mtu atakuwa karibu na wewe. Ukiwa na tabia njema, kila mtu atakuwa tayari kukusaidia wewe. Lakini ukiwa na tabia mbaya, kila mmoja atajivuta kando kuwa mbali na wewe kwa sababu ya ubaya wa tabia yako. Kwa hivyo moja katika saada ni wewe kuwa na tabia njema, na tabia njema ndio akachaguliwa, ndio sifa alopewa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim. Sasa wewe kama kweli ni mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati wote lazima uijali tabia yako, kujiangalia uko kwenye sehemu gani kwenye tabia yako. Wanasema kwamba katika kitu ambacho mwanadamu ni chake ni tabia yako. Usijiangalie kwa sura yako, wewe hujajiumba, uliumba. Usijiangalie kwa kabila lako, wewe hukuomba ukaandika application watakaozaliwe kabila fulani, umejikuta tu mimi niko katika ukoo fulani. Umekuja ulimwenguni huna mali, pengine ukirudi kwa baba babu walikuwa ndio mafukara wa mwisho mtaani. Kwa hivyo sivyo vyako hivi, lakini tabia ni chaguo la maisha yako. Ndicho kitu ambacho watakikana ujivunie nacho sana, ni tabia yako njema, kwa sababu unaweza kuishi na tabia njema au unaweza kuishi na tabia mbaya. Kwa hivyo tabia njema ndilo jambo ambalo watakikana ajivunie nalo mwanadamu. Kwa ajili hii ndio akapewa ndio sifa bora Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo ambayo yanakupa saada fi darain, suhbatul li ahli salah, ni pale utakapoishi karibu na watu wazuri. Kiasi utakapoishi na watu wema, na wewe una sababu ya kuwa mwema. Jiangalie tu, tuangalie mazingira yetu tulivyokuwa Ramadhani. Vipindi vingi tuko msikitini, muda mrefu twaishi na waumini wanaosali swala tano, wanaosoma Qur'an, wanaosali tarawih, wanaokuwa na qiyamul layl. Utakuta hata tabia zetu zilikuwa tofauti. Lakini hivi ulipomaliza Ramadhani ukarudi kwenye maskani na vijiweni, utakuta kuna utofauti. Mwanadamu atakikana anachokifanya ajipime, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lazima ujiangalie, hivi nilivyokuwa Ramadhani na sasa hivi niko vile vile? La, ni kwa sababu ya mazingira uliokuwa nayo Ramadhani ni tofauti na mazingira ulionayo wakati huo. Watu uliokuwa ukiamiliana nao wakati mwingi na kuwasikiliza ni tofauti na watu unaowasikiliza na kukaa nao wakati. Mwanadamu asipojipima mwenyewe hawezi kuona mafanikio katika maisha yake. Kwa hivyo suhbatul li ahli salah, kule kuishi na watu wazuri, ni moja katika jambo lenye kukupa saada, kwa sababu watu wazuri ukisahau atakukumbusha. Swala imefika time, jamaa sala. Lakini kama si mtu mzuri, hapo ndo ataingiza story ambayo huwezi kuinuka.
Ndio waona hapo mazungumzo yamekuwa tamu zaidi. Lakini watu wema ikifika kipindi cha swala huwezi kuwaambia kitu. Na ndiyo utakuta siku ya Kiyama kilio kimoja watu watalia ni kule kushirikiana na marafiki wabaya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikr ba'da ijani. Atalia mtu siku ya Kiyama, atamani matamanio ambayo hayamsaidii. Ya reti singemfanya huyu rafiki, lakini iko wapi? Hayhat, time imepita. Kwa hivyo ukitaka saada, ishi na watu wazuri, jifunge urafiki wako, mchegue nani wa kuwa rafiki. Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu mara zote anabaki kwenye dini ya rafiki yake. Kwa hivyo chagua ni nani wa kuwa rafiki, kwa sababu rafiki ana mvuto. Waarabu anasema as-sahib sahib, rafiki ana mvuto. Kwa hivyo kiasi utakavyokuwa na wema ndivyo na wewe utakuwa mtu mwema. Miongoni mwa mambo ambayo yanakupa saada, badhlu al-ma'ruf lil-khalqi, ni kuwa na tabia ya kufanya mazuri kwa viumbe. Pale utakapokuwa na tabia ya kufanya kheri kwa viumbe wenzako, kuwafanyia mazuri, kuwasaidia kwa uwezo wako ambao Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Yeyote anayeweza kumnufaisha mwenzake nafanye hivyo, kwa sababu ni fursa kubwa katika maisha pale Allah anapokuwezesha wewe ukamsaidia mwingine. Sasa ukiwa na nafasi ya kuweza kumsaidia mtu, msaidie. Hilo litakupa saada, wacha ya malipo siku ya Kiyama. Hivi wewe, kuna mtoto ambaye kielimu amefanya vizuri lakini hana uwezo wa kusonga mbele kimasomo, wewe ukamsimamia mtoto yule, kesho yule mtoto akawa ni asset katika umma huu, anatoa faida. Wewe ukimwona utasikia vipi? Ukimwona yule kijana ukikumbuka, mimi ndiye ni sababu niliwahi kutoa mchango wangu yule afike pale, unasikia raha. Kwa hivyo ni katika mambo ya furaha pale utakapoweza kutoa wema, kuwafanyia wema wenzako. Usijiweke kwamba mimi ndiyo. Allah akakwambia katika Qur'ani, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, katika yale aliyokupa Allah ijengee akhira yako. Moja ni kule kuwa tayari kuwafanyia wema wenzako. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema, man ahabba an yalhaqa bidarajati al-abrar, yule ambaye anataka kile cheo kufikia darajatul abrar, innal abrara lafi illiyin, wa yatashabbaha bil akhyar, na kufanana na watu wa bora, watu wazuri. Falyanwi fi kulli yawmin tatlu fihi shams naf'a al-khalq, na weke nia kila asubuhi akiamka, aweke nia kwamba Allah akiniwezesha leo nitamsaidia mtu, nitanufaisha kiumbe. Ukiweka nia hii, basi hata usipoweza kufikia, Allah tabarak wa taala asema Ibn Taymiyyah kwamba Allah atakufanyia wepesi uweze kila siku kunufaisha mtu, na hata usipoweza, kwa nia yako njema utalipwa ajira. Kama vile uwe na fikra kwamba mimi leo natamani nile chakula fulani, basi vile vile weka nia kwamba katika siku yako isipite ila uwe umemsaidia mwingine, ni sababu ya wewe kuipata saada. Kama vile ambavyo lau utakuwa muona mtu yuko kwenye matatizo na usimsaidie, tatizo lile limuangamize. Bwana mmoja asema,
nimeugua, yuko kwenye sakaratul maut, asema nimeugua mwaka mzima mpaka nafikia kujiona kifo changu kimefika kwa sababu ya tukio moja katika maisha yangu. Asema nilipita naenda kazini, nikamkuta mama amesimama nje na mtoto wake, akanipungia mkono na gari langu, nisaidie, mtoto wangu yuauma sana, nisaidie kumpeleka hospitali. Asema hata nilipandisha vioo nikaenda zangu, lakini jioni narudi, yule mama yuko nje anambia, naomba unisaidie kumzika mwanangu. Asubuhi amemuomba amsaidie kwenda kumtibu mtoto ambaye anaumwa sana, akapuza. Jioni warudi, yule mama amwambia, jirani, sasa sitaki tena msaada wa kumtibu, naomba unisaidie kumzika mwanangu. Asema hili ilikuwa ndio sababu ya magonjwa yake mpaka kifo chake, na angefanya hivi lingekuwa ni sababu ya furaha yake, lakini kinyume chake imefikia hapo. Katika mambo ambayo la mwisho, katika mambo ambayo ni sababu ya kupata furaha katika maisha, muraat li awqatik, ni kuchunga time yako katika jambo ambalo linakupa saada, ni usitezee wakati. Ni katika mambo ambayo leo hayatambuliki kwamba ni mambo mabaya. Watu wengi utamkuta akwambia, push time. Jamani, time waipushi ama ya kupushi wewe? Time ya kupushi wewe kaburini, lakini wewe uipush time. Wewe huu wakati wako ulionao ndio umri wako. Hasanul Basri asema, sisi ile time yetu, yaumuk, ile siku yako ulionayo ni ba'dhuk, ni sehemu ya umri wako. Ikipita siku, basi na umri wako umefanya nini? Umetangulia. Katika mambo yenye kuleta saada ni watu kuitumia time vizuri, na hili kwa Waislamu, pamoja kwamba hakuna kitabu kimemlindia mwanadamu time kama kitabu cha Waislamu, Qur'an. Unajua nyakati zote zimeapiwa na Allah, na Allah akiapa na kitu hiko kina jambo kubwa. Allah ameapa wal asri, Allah ameapa na wal layli, Allah ameapa wal fajri, Allah ameapa wan nahari, Allah ameapa wal duha. Zote hizi ni time kukuonyesha wewe umuhimu wa wakati, lakini hakuna watu wanaopoteza wakati leo kama sisi Waislamu. Imejaribiwa kufanyiwa utafiti jamii ya Kiislamu, tukikusudia pengine utafiti huu ulifanywa kwenye zile nchi au maeneo yenye Waislamu wengi, basi wanasema 37 katika 100 inakuwa ni time ya kupotezwa. 37% haina, sio mtu. Na Ibn Mas'ud asema, katika watu ninaowachukia ni mtu atatumia dakika yake haimsaidii katika dunia yake wala haimjengei akhira yake. Lakini ni masaa mangapi tunayapoteza duniani hayapo na akhira yanatafutwa. Kwa hivyo ni dharura kwa kila Muislamu ajue kwamba hii dunia haina furaha ila pale utakapojiweka karibu na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. La mwisho ni ihtimamuhu lilmuslimin, pale utakapokubeba hamu ya Waislamu wenzako. Umar ibn al-Khattab yuwasujudu qiyamul layl, na akumbuka sahaba fulani anamtaja kwa jina mwenzake ndani ya sijda. Wewe umewahi ukamkumbuka mwenzako kamwombea dua? Dua sio kumpa kitu, dua ambayo ni sababu ya wewe kuleta mafanikio, kwa sababu ad-du'a ala dhahri al-ghaib, kumwombea mtu ikiwa hajui unamwombea, ile unalomwombea malaika wanasema amin walaka bimithli, kwanza wanaitikia wakikwambia na wewe upate kama hilo. Ndio wanasema salafu saleh walikuwa mtu akiwa ana jambo analihitaji, basi anamwombea mwenzake, kwa sababu ajua
akimwombea mwenzake, malaika ndio wataitikia dua ile, litakubaliwa na yeye atapewa kama lile. Hivi ndivyo walivyokuwa. Sisi twaishi kiuhasidi, kinyume cha salafu saleh. Wewe uko tayari ukose la zuri kwa sababu mwenzako akose zaidi, kwa sababu hasid alifanyiwa mtihani. Katika mtihani aliofanyiwa, mfalme alisema atakayekuja kuomba jambo lolote nitampatia, lakini kwa sharti amemshika mwenzake mkono. Akija na mwenzake akiomba gari, yeye nitampa moja, yule mwenzake atampa mbili. Hasidi alimchukua bakhili akaenda naye, na alipokwenda akasema, naomba nitobolewe jicho moja ili mwenzake atobolewe mangapi? Hivi ndio umma leo unavyoishi. Umma wetu uko tayari wewe upate hasara, lakini uhakikishe mwenzako umemmaliza kabisa. Wema waliotangulia walikuwa wakiwaombea wenzao ili wao wafaidike kwa dua ya malaika kuwaombea wao. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.